Wengine hawaone hiyo ambayo walikuwa wakitafuta, na wameendelea kuyashutumu hiyo mavikao ambazo hata hizi waliwenda wakiikala, lakini kuna upungufu hawiko serious kama inaweza kuwapatia hiyo solution ambayo wameendelea kuyatafuta. Hawana uaminifu kwa kweli kama wanaendelea kuyaenda ndani ya hiyo njia nzuri, lakini tunatazama wana nia ya kwenda kuwaona government. Hiyo ndiyo tunaendelea kuyaona katika hiyo mipango au hiyo njia ambayo wiko wanaenda ndani. Nia yao haiko ya kuenda kwenye Doha, kwenye Washington. Nia kwa kweli ambayo sisi tunayasoma ni kuikana na government, ndio wataweza kujiangalia kama ni kweli solution zao zinaweza kukubaliwa, hapana kupitia katika njia ya warafiki wa DRC. Unadhani hilo linaweza kutekelezeka kwa dharura ili kupunguza maafa yanayowakabili raia wa mashariki mwa DRC ambako kila siku watu inabidi wanalazimika kuyahama makazi yao, wanauawa na vitendo vingine vya uvunjifu wa haki za binadamu vikiripotiwa? Hilo unaona litatekelezeka lini ama kwa haraka kiasi gani, hilo unalopendekeza ama ambalo unalozungumzia kwamba mpaka pale serikali ya DRC itakapokaa moja kwa moja na waasi? Hiyo italingana na nia ya DRC kuweza kuyatatua matatizo ambayo watu wameendelea kuyafanya, na nia ya kuweza kuyamalizia mizozo ambazo watu wameendelea kuyapitia, kulingana tu na hiyo nia ambayo iliweza kusukuma government kwenda sahihi hiyo makubaliano katika Rwanda na DRC. Hiyo nia iweze kuwaingilia waongozi, labda itakuwa njia ya kuweza kuleta amani na watu hawatakuwa tena wakitoka kwa makazi zao kimbilia kwenye nchi zingine. Na mchambuzi huyo wa masuala ya mizozo Manuvu Nguka, kama alivyozungumza na mwenzangu Karorobi kuhusiana na mzozo unaoendelea kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunasalia bado Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikikurejesha nyuma ni kwamba msikilizaji, Desemba 9 waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda waliingia katika mji wa Uvira, eneo la mwisho ambalo lilikuwa likidhibitiwa na serikali katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Maelfu ya raia, kama nilivyokujuza tangu awali hapo, walikimbia kuelekea mpaka ulio karibu na Burundi. Burundi yenyewe ilifunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya waasi wa M23 kuteka mji huo wa Uvira ambao uko karibu kabisa ama mpakani na Burundi. Kutokana na hali hiyo, raia, wafanyabiashara wadogo wa DRC walijikuta matatani kwa kukwama mpakani katika eneo la Gatumba na pia kushindwa kurudi kwenye makazi yao baada ya mamlaka za Burundi kufunga mipaka yake. Raia hao wamepiga kambi katika eneo hilo la Gatumba katika mazingira magumu. Serikali ya Burundi imelaumu Rwanda kukiuka makubaliano ya usitishaji vita na kuanzisha mashambulizi kwenye maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kusini, lakini pia kushambulia vikosi vya Burundi ambavyo vimekuwa vikishirikiana na jeshi la Kongo FARDC. Kutoka Bujumbura, Burundi, mwandishi wetu Ramadhan Kibuga alituandalia taarifa ifuatayo, tu isikilize. Hapa ni eneo la Gatumba. Ni umbali wa kilomita 5 tu mpakani kati ya Burundi na Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Polisi na jeshi wameweka vizuizi, huwezi kupita. Lakini kando, karibu na kambi ya jeshi, ndio wamepokelewa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa sio wakimbizi, lakini wafanyabiashara wadogo wa mpakani. Wamekwama kutokana na kufungwa kwa mpaka upande wa Burundi. Hivyo hawawezi kwenda kambini, lakini pia hawawezi kurudi makwao mjini Uvira. Sehemu kubwa ni kina mama. Kilio ni kikubwa cha kuona wametengana na familia zao. Tunakuwa kulangua, tukujua kunyumba pako sawa. Tunakuwa kulangua, sasa tunaanza rudia. Ndio tunakuta tufungia hapa. Tulifika saa 8 tunaanza rudia, sasa turudie kwa manyumba, ndio tukutana. Hakuna tena njia. Ndio sisi tuko hapa. Ndio matomate hiyo tunaanza tuishashusha, ndio hivi kwa. Pesa zote zinaombea ndio maisha yetu hii matomate. Na tujue kinachoendelea kule, maana yake hapa tuko ni huzuni tu, tunateseka hapa. Ngetufungulia njia tu, sisi turudie tuko manyumba, tunaangalia watoto.
Mama huyu anasema yeye amemwacha mtoto mchanga. Baba, mimi niko hapa Katumba, miezi kukimbia. Sasa naacha mtoto mdogo wa miezi 2. Ona kifua kinavimba, maziwa yanavimba sana mpaka hivi nachoka na homa. Sijui nifanye nini baba yangu. Miki ya kuomba tu, naomba watusaidie hata sai baba. Batufungulie frontiere, tuangalie watoto. Hivi atuie hali ya watoto. Tunaacha watoto, baba netu abiko tunaacha watoto. Hivi atuigisi watoto wanabakia kwa nyumba. Ndio tunaogopa sana, tushalia tunachoka. Tangu jana tuyakula, tuko tunalala nje. Hatuna kutusaidia. Sasa watufungulie si frontiere, twende tuangalie watoto, ndio tuko na susia watoto. Mama, na unasemaje, mbona mnataka kurudi Kongo wakati Kongo bado kuna usalama mdogo? Tuko tunaomba turudie kabisa. Kwanza mimi hapa niko na mtoto ni mlemavu, hajiwezi. Ule mwingine pia naye ni mgonjwa sana. Mimi nilikuwa nataka tusaidie, turudie tu. Kama ni masase tutaivumilia chini ya vitanda. Dhiki sio tu kwa wakongomani hawa, lakini pia kwa wenyeji raia wa Gatumba ambao wamejikuta shughuli zao za biashara mpakani zimesimama ghafla. Baba huyu anaona maisha yanakwenda kuwa magumu. Mpaka umefunga na sisi tulikuwa tunafanyia kazi sehemu hii. Sasa maisha yamesimama, posho haipatikani tena. Mambo yamekuwa vibaya. Tumeketi tu vijiweni bila kazi. Mambo yanakwenda kuharibika kwenye familia kama huna posho. Tunaomba Kongo ifanye juhudi za kurejesha usalama ili mahusiano yarejee mpaka ifunguliwe na tuweze kufanya kazi. Serikali ya Burundi haijatoa tamko rasmi kuhusu hatima ya mpaka huu wa Gatumba na mji wa Uvira kudhibitiwa na kikundi cha M23, lakini pia haijulikani hatima ya maelfu ya wanajeshi wa Burundi iliyokuwa imewatuma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na jeshi la Kongo FARDC. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edouard Habizimana alilaumu Rwanda kwamba ndio imehusika kwa mashambulizi dhidi ya vikosi vya Burundi na kwamba hawatovumilia kama usalama wa nchi utakuwa hatarini. Burundi hadi sasa imepokea wakimbizi zaidi ya 38 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni. Ni taarifa yake Ramadhan Kibuga. Msikilizaji, mashambulizi ya M23 yanakuja mwaka mmoja baada ya kundi hilo kuteka miji ya Goma na Bukavu mpakani na Rwanda. Mashambulizi haya yametokea pia baada ya mpango wa kusitisha mapigano uliosainiwa na Rais wa Marekani Donald Trump na kutiwa saini kwa Washington na viongozi wa Kongo pamoja na Rwanda. Msikilizaji, unaweza kufuatilia pia taarifa mbalimbali zinazoendelea kugonga vichwa vya habari kote duniani kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Nikukumbushe tu ni makala maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya bbc.com/Swahili, ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili na redio wa shirika mbalimbali. Kama uko Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Kwizera Ngara, CGFM kule Tabora, Radio Free Africa Mwanza, Must FM ni kule nchini Kenya, pamoja na Nyota FM na Gulf Radio. Uganda tusikilize kupitia Radio Paidha, Voice of Muhabura, na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizardel Radio na Radio Muungano Beni. Mimi ni Skola Kisanga. Na tukiachana sasa na masuala ya kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuangalie diplomasia ya Afrika Mashariki. Katika hatua ya kihistoria ya kuzingatia utawala wa sheria, haki za binadamu na haki kwa wote barani Afrika, watetezi wakuu wa haki za kibinadamu Bi Agatha Atuhaire kutoka Uganda na Boniface Mwangi kutoka nchini Kenya, lakini pia na mashirika 7 ya kiraia na vyama vya wanasheria vya kikanda waliwasilisha kesi katika mahakama ya Afrika Mashariki, yani EACJ. Agatha Atuhaire na Boniface Mwangi walitekwa nyara jijini Dar es Salaam na watu ambao hawakujulikana, na kwa madai yao ni kwamba waliteswa na pia kufanywa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na kutupwa nje ya mpaka wa Tanzania, Uganda na Kenya. Sasa wawili hao hawakuelezwa chini ya sheria gani waliwekwa kizuizini wala ni kwa mamlaka gani. Walikuwa wakipelekwa katika kituo cha polisi na watu wasiojulikana. Hii ileta picha ya ilizua hisia mseto kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa
Awali niliweza kuzungumza na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Abdullah Makame pamoja na mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora Stella Agara na kuuliza swala hili la kukamatwa na kuzuiliwa nchini Tanzania kwa wanaharakati wawili Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire inaweka wapi ama inaleta picha gani katika masuala ya mtangamano wa Afrika Mashariki. Na nilizungumza na Stella Agara kama alivyokujuza pamoja na Daktari Abdullah Makame. Stella Agara hapa anaanza kuelezea kuhusiana na sakata hili na pia picha gani hasa inayopatikana katika masuala mazima ya mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni ajabu kwamba kila wakati tunapokuwa na uchaguzi katika nchi zetu huwa tunawakaribisha watu kutoka Europe, watu kutoka sehemu zingine za dunia kuja kuweza kuobserve ama kuangalia vile ambavyo tunafanya mambo yetu. Lakini sasa tunawakataza wenzetu wa karibu ili kuweza kuja kuobserve. Kwa hivyo Law Society ya East Africa inaweza kualika lawyers kutoka Kenya, kutoka Tanzania, kutoka Burundi waje kuona kesi vile ambavyo inaendeshwa. Hawatafanya chochote kukatiza kesi, ni vile tu waweze kuona kwamba inafanyika katika njia huru na njia inayotakikana. Nitarudi kwako Stella Agara. Daktari Abdullah Makame, wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Weledi wa mambo wanasema sakata hili la wanaharakati kutoka Kenya na Uganda wamekwenda Tanzania kuzuiliwa, wengine kurudishwa, linaweka doa katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, hasa kwa nchi wanachama Kenya na Tanzania. Wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, wewe utasema nini? Katika soko la pamoja nasema watu wanaweza kutembeleana, kutembea ruhusa, lakini kufanya kazi baadhi ya sekta ziko wazi. Mfano sekta ya public, yani kwa maana sekta ya umma. Mtumishi siwezi nikatoka mimi Mtanzania nikaenda Kenya, Uganda, nikawa mimi mtumishi katika serikali ya Kenya, Uganda, na hali kadhalika hizo katoka Uganda kaenda Kenya au Tanzania au popote pale, kwa sababu zile ni sekta ambazo bado hazijafunguliwa. Lakini katika hizi sekta binafsi na zenyewe vile zipo ambazo zimefunguliwa na ziko ambazo bado. Kwa mfano sheria na kufaa kwenda mahakamani kumwakilisha mtu, mfano anatoka wakili kutoka Kenya kwenda katika mahakama ya Tanzania, hilo jambo bado halijawa liko wazi, na bado kwa sababu ile sekta haijawa committed bado. Wanaharakati kwenda kuvuka mpaka, wakiruka kama raia hawana tatizo, wakija zao katika utaratibu wa matembezi haina tatizo. Lakini tulimsikia mwanaharakati moja akisema kwamba yeye alikuwa anakuja kama ni wakili, anataka kuja kumwakilisha huyo kiongozi ambaye ni wa upinzani katika mahakama, kwamba yeye aende akamsemee kama wakili. Sasa lile jambo haliruhusiki kisheria, na sijajua kama serikali au uhamiaji au mtu, yani vyombo vinavyohusika kama viliwahi kutoa angalizo hilo kwamba bwana nyinyi mnasafiri kutoka huko, mnakuja zenu, mnasema mnaenda zenu mahakamani kumwakilisha huyu ambaye yuko katika kesi yake. Nyinyi hamwezi mkamwakilisha, labda mnaweza mkaruhusiwa kushiriki kama waangalizi. Boniface Mwangi tuliona jana alirejeshwa nchini Kenya kwa njia ya barabara na kaachwa sehemu. Kelele zilianzia hapo wakati ambapo alikuwa hajulikani Boniface Mwangi yuko hapo, mwanaharakati wa Kenya, na Agatha Atuhaire pia wa Uganda. Hii inaleta taswira gani katika sakata hili zima? Nakubaliana naye kwamba mikakati ya kuhakikisha kwamba lawyers wote katika region ya East Africa wanaweza kupractice katika nchi zote haijatayarishwa. Lakini kuna uwezekano wa kuweza kujisajili ili uweze kupractice katika kila nchi ya East Africa. Mheshimiwa Martha Karua alipokea makaratasi yake ya kuweza kupractice Tanzania nadhani mwezi mmoja ama wiki 3 zilizopita, sikumbuki vizuri. Na aliyekuwa Chief Justice wa Kenya tayari, alipokuwa Chief Justice wa Kenya alikuwa tayari na ameshajisajili kuweza kupractice sheria katika nchi 3, Uganda, Tanzania na Kenya, kama nakumbuka vizuri. Jambo la pili ni kwamba unapomfukuza mtu nchini kwako, kwa sababu bado hata kama tuko na jumuiya ya East Africa, bado nchi zote zina haki ya kumondoa yule ambaye amekuja kufanya uhalifu na kadhalika kulingana na sheria za taifa husika. Kulingana na sheria. Unapomuondoa inafaa unahakikisha kwamba anaweza kuwasiliana na watu wao, aweze kueleza kwa njiani anakuja, kwa sababu mtu akiwa ako katika nchi yenu ako chini ya protection ya nchi yenu. Akipotelea itabaki nyinyi ndio mnalaumiwa kwa sababu amepotea. Boni anapoondoka
Tanzania na inajulikana ya kwamba kuna watu wengi ambao wanafuatilia kesi yake. Ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanamtarajia wanajua wanapitia upande gani. Dr. Abdullah Makame, mtangamano wa Afrika Mashariki unaruhusu raia kutembea kutoka taifa moja kwenda jingine. Lakini je, pia taifa hilo hilo lina uhuru wa kumzuia mtu asiingie na bila kuweka wazi sababu za kufanya hivyo? Itifaki ya soko la pamoja, itifaki ya umoja wa forodha zinatekelezwa, lakini inawezekana ikawa wanasema public health, public safety au security. Hivyo ndio vitu vitatu ambavyo vinaweza vikatumika kwa ajili ya kuzuia utekelezaji wa ile itifaki kwa wakati wowote ule. Kama kimojawapo katika hivyo vimeonekana na nchi husika, basi inawezekana ikawa vimetumika hivyo. Wewe pia ni mwanaharakati, pengine mnapokwenda katika mataifa mengine kutoka Kenya kwenda Uganda kwenda Tanzania, mmekuwa mkifuata taratibu na sheria na hata kanuni? Maana hapo utata ndipo ulikoanza. Activists wanapoingia katika nchi, bora hawajakuja kupanga maandamano na kuhamasisha wananchi kwa chochote ama kufanya kazi yoyote kule. Hakuna matatizo yoyote wakiingia nchini kuja kufanya observation ama kushuhudia. Nadhani ya kwamba yote ambayo ilikuwa inafaa kufuatiliwa wakati ambapo hawa wanaharakati walikuwa wanaenda Tanzania ilifuatwa. Walikuwa na barua za invitation, hawakuingia pale kama wezi, walipitia kwenye boda, makaratasi yao yaliangalia kwenye boda. Boni aliweza kupita kwenye boda na akaachiliwa na watu wa immigration. Yule ambaye alikuja kumtafuta hotelini saa 8 ya usiku alitoa ujumbe wapi kwamba Boni amefanya makosa? Hiyo ndio swali ya kwanza. Naam, asante sana Stella Agara ambaye ni mwanaharakati wa haki za binadamu, na vile vile tunaye Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Na tunaendelea na mjadala wetu kuhusiana na swala zima la mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studioni tunaye Stella Agara, mwanaharakati huyu wa haki za binadamu lakini mchambuzi wa uongozi pamoja na utawala bora. Lakini vile vile tunaye Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki akiwa kule visiwani Zanzibar, Tanzania. Wanaharakati walifika katika ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi, na waliambiwa na balozi wa Tanzania yuko nchini Kenya kwamba kuna mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea kati ya mataifa haya mawili. Umeona diplomasia imetumika katika sakata hili? Hilo swala la wanaharakati kwenda kule, mimi nitasema tu kama dadangu Stella atakasirika nisamehe lakini ni kwamba wamefanya mhemuko, kwa sababu ubalozi hausiki na wala haujafanya jambo hilo. Ubalozi uko hapo kwa ajili ya kazi za kuimarisha mahusiano na kusema kwamba yupo resident wa Tanzania ambaye anatambulika na Jamhuri ya Kenya, yuko pale Nairobi. Stella Agara, ni kama mnaonekana wanaharakati nyinyi hamna mipaka, mnajiona kwamba mnaweza kwenda vyovyote, kila kitu mnakifanyia harakati. Hili unasemaje? Haki za kibinadamu hazina mipaka. Mipaka za haki za kibinadamu ni popote kulipo na binadamu lazima hizo haki ziheshimiwe. Lakini sheria tunaziangalia pia. Sheria pia tunaziangalia. Mara nyingi unapoona ya kwamba kuna nchi ambayo pengine hawafuatilii sana haki za kibinadamu na pengine wanawanyanyasa wananchi wao, ni vyema kuhakikisha kwamba, kwa kizungu tunaita solidarity, ya kwamba mnatoa support ya kuweza kuwatetea. South Africa walipokuwa na apartheid, nchi zote za Afrika zilikuwa kila wakati tunazungumzia ili waweze kupata uhuru wao. Kwa sababu sisi wote tulikuwa tunaona kwamba wanakandamizwa na wakoloni na wamekatazwa kuweza kuenjoy yani zile haki ambazo wanafaa kupata. Iwapo kutakuwa na nchi East Africa ambaye haiheshimu haki za kibinadamu, watu wa kwanza ambao wanafaa kureact ama kuonesha kwamba wanajihusisha kwa mambo hayo inafaa kuwa ni majirani hapa karibu. Yani si wenyewe ndio tunahakikisha kwamba tunajiangalia wenyewe kuona kwamba sisi wote tuko na uongozi bora. Kuna ambao wanasema nyinyi wanaharakati na wengine ni kama mnapewa kitu kidogo, mnalipwa, ndio maana kuna wakati hamjali na mnaona kwamba hamna mipaka. Sidhani kuna mtu ambaye anamlipa Mheshimiwa Martha Karua ili aweze kuja kuangalia kesi ya Mheshimiwa Lissu. Hata kama ni kulipwa, nani anaweza kulipa pesa za kutosha uache biashara zako, uache shughuli zako ili uweze uende kushuhudia kesi ya Lissu? Huo ni mwanasheria ambaye ameamua kwamba kuna haja ama anatamani kuelewa vile ambavyo sheria inaendelezwa katika nchi zingine, na ameamua aende kule kwa njia pengine kwa sababu za mafunzo ama njia zingine. Boni ni mtu ambaye akijihusisha katika
activism anaumia, anapigwa, wakati mwingine anafungwa jela. Nani atakulipa pesa ya kutosha hata wewe scholar ili uweze kujiingiza katika shida kila wakati? Unapigwa, unavunjwa mifupa. Yule ni mtu ambaye ana wito, tena nadhani ni wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kupigania haki za binadamu. Sio kila mtu ako na uwezo kama wa Boni. Mimi mwenyewe huwezi kunikuta, nakwambia hata ninapotetea hapa huwezi kunikuta barabarani nikipigana mpaka napigwa manyundo kwenye magoti na nyayo zangu ati ili niweze kupigania haki za watu. Na taarifa zao za kiintelijensia wameona kwamba hapa kuna kitu kinatengenezwa ambacho labda hakina afya katika usalama wa public. Haya, sasa mambo yamekuwa, nasema kiti ni cha moto kweli kweli. Hapa hatutamaliza, lakini amezungumzwa mengi Stella Agara. Wengine wamesema serikali ya Kenya pengine ilijivuta saa 72, raia wake hajulikani yuko wapi. Kadhalika Agatha Atuhaire wa kule Uganda, mengi amesema sana. Lakini sasa hii yote hii ambayo imechukua juma zima inaleta funzo gani katika hili tunaloliita mtangamano wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki? Ni muhimu sana kwamba tunapoweza kufanya implementation ya mtangamano wa Jumuiya ya Mashariki tuifanye kama watu ambao wamemakinika ya kwamba tunataka kuwa na umoja, na tunapofanya kazi hiyo pia tuanze kuaminiana. Skola, kama uko na harusi na unajua umepanga harusi ya kufana na hujamuiba bwana ya mtu, unamuoa mtu wako na hauna mimba, kwa hivyo hakuna haja ya kuficha tumbo yako, unataka kutokea vizuri, utaalika wageni bila uoga, utawaambia njooni muone nafanya harusi yangu, naolewa. Lakini kama umemuiba bwana ya mtu, kama una mimba na umevunjwa miguu na bwana yako, utaanza kuwa na uoga wa kuwa na wageni wa kushuhudia. Naomba tuelewe kama sio Tanzania peke yake. Hii ni East Africa yote na pia ni Afrika nzima. Tuanze kufanya open governance, tuwe watu ambao wako na uwazi katika uongozi, na tukubali ya kwamba imefika wakati ambapo wananchi hawawezi kudanganywa tena. Hata ukiwadanganya wanaweza kusoma wenyewe, wanaweza kupata habari wenyewe, watajielewe. Hata ukijaribu kuficha kivipi, ukweli utajitokeza. Ni Stella Agara huyo, mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora. Lakini pia nilizungumza pamoja na Daktari Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, tukiangazia masuala mazima ya mtangamano wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo mapema tu mwaka huu mwezi Mei, wanaharakati kutoka nchini Kenya Boniface Mwangi na yule wa Uganda Agatha Atuhaire walishikiliwa na kuzuiliwa nchini Tanzania, na baadaye kuna ripoti za wao kutendewa vitendo vya unyanyasaji. Tuangazie tena miongoni mwa matukio makubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa mwaka huu 2025. Tuangazie siasa kule nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni ameteuliwa tena na tume ya uchaguzi kugombea urais katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika Januari mwaka ujao, yani 2026. Kiongozi huyo ambaye ameongoza Uganda kwa karibu miongo minne sasa atakuwa akiwinda kuchaguliwa kwa muhula wa 7 madarakani. Kutoka Kampala, Shoaib Ibrahim alituandalia taarifa ifuatayo. Akiwa amevalia mavazi ya rangi ya njano ambayo ni ya chama tawala cha NRM, Rais Yoweri Museveni aliwasili katika makao makuu ya tume hiyo, huku akiandamana na mkewe Bi Janet Museveni, spika wa bunge Anita Amonga, pamoja na wanachama waandamizi wa chama cha NRM. Baada ya kuteuliwa, Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 amezungumzia baadhi ya majukumu yaliyoko mbele yake ambayo angependa kuyafanyia kazi haraka iwezekanavyo. We have got two major thrusts. Tunayo mambo mawili makuu. Ya kwanza ni kushirikiana na jamii ya watu wa tabaka la kati na wawekezaji kutoka nje, kuiondoa Uganda kabisa kutoka taifa la uchumi wa pato la chini hadi uchumi wa pato la kati katika safari ya kuwa nchi ya maisha bora duniani. Moving towards first world country. Rais Museveni ambaye ametawala nchi hii ya Afrika Mashariki kwa takriban miongo minne anawania kuchaguliwa kwa muhula wa 7 madarakani. Baada ya kuteuliwa na tume ya uchaguzi, Rais Yoweri Museveni na mgombea rasmi wa chama tawala cha NRM alifanya mkutano mkubwa wa hadhara na kuzungumza na maelfu ya wafuasi wake hapa katika uwanja wa Kololo. So I thank you very much. Ninawashukuru kwa dhati kwa kuniunga mkono. Watu wanaotenda maovu ili kututenganisha ni watu wenye ubinafsi. Baadhi ya wafuasi wa Rais Yoweri Museveni, mgombea wa chama tawala cha NRM, wanaimani kwamba mgombea wao ataibuka kidedea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tuko tayari kupiga kampeni kabisa.
Kwa juu hivi Uganda ilikuwa shida kwa kampeni zilizopita, lakini sasa inaonekana imegonda, na tena tunaona support ya nguvu kabisa kuliko support zilikuwa zamani. Kwa election hizi tunafaa kujua vitu moja, kama nakuja Kabul tunafaa kupita tu. Kulingana na mipango ya tume ya uchaguzi, kampeni za urais zitaanza Septemba 29 hadi mwishoni mwa mwaka huu. Ni taarifa yake Shoaib Ibrahim. Hata hivyo, kwa mara nyingine tena Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atachuana na mpinzani wake mwanamuziki wa zamani Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine wa chama cha NUP. Bado tunaendelea msikilizaji na makala hii maalum kabisa ikiangazia siasa, demokrasia na diplomasia ukanda wote wa Afrika Mashariki, na kukumbusha unaweza kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, kadhalika na tovuti yetu ya bbc.com/Swahili. Hapa matangazo haya yanakujia moja kwa moja. Utaenda pale katika vipindi vya redio, utabofya pale, utakwenda kuangalia katika Amka na BBC na pia Dira ya Dunia. Hapa utaweza kusikiliza vipindi vinavyoendelea, lakini pia na vipindi vilivyopita. Mimi ni Skola Kisanga. Sasa siasa za upinzani katika nchi za Afrika Mashariki kwa mwaka huu 2025 zimekumbwa na mikiki, huku ikionekana kuminywa kwao katika mataifa kama Tanzania na Uganda. Mashtaka ya uhaini yanayomkabili kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu yametikisa chama hicho, lakini pia yameendelea kuishitua dunia. Tundu Lissu na kesi hii ya uhaini anaweza kuwa ndiye mwanasiasa wa kwanza upinzani nchini Tanzania kushtakiwa kwa kosa hilo lisilo na dhamana, lakini kwa bara Afrika anaungana na wanasiasa wengine ambao serikali zao ziliwatia matatani kwa mashtaka kama hayo ya uhaini. Pasi na shaka mwanasiasa huyo upinzani kutoka nchini Uganda pia ambaye ni Kizza Besigye ndio kinara wa mashtaka hayo uhaini baada ya kushtakiwa mara 2 ndani ya kipindi cha chini ya miaka 15. Sasa demokrasia na siasa za upinzani Afrika Mashariki kwa mwaka huu 2025 zimekuwaje? Mwenzangu Elizabeth Kazibure amezungumza na mwanasheria ama wakili Maduhu William pamoja na Godwin Gonde, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia. Kwa kweli kwa mwaka huu swala zima la demokrasia katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki imekuwa ni jambo ambalo limeleta tunasema tension au limeleta tafakari kubwa kwa Afrika na kwa ulimwengu kwa jumla, na kwa sababu demokrasia si uchaguzi peke yake, inagusa vitu vingi sana: uhuru binafsi, nafasi ya vyombo vya kiraia kutimiza wajibu wake, lakini kwemo pia uchaguzi. Pamekuwa na mengi ambayo yametokea. Mathalan kwa nchi kama Tanzania ambayo imefanya uchaguzi, lakini pamoja na mataifa ya jirani tumeangalia nafasi ya serikali na vyama katika kufanya majukumu yake, lakini tumeangalia pia nafasi pia ya vijana kwa nchi kama ya Kenya, tumeangalia nafasi ya vijana kwa nchi kama Uganda, lakini hata pia kwa nafasi ya vijana kwa nchi kama Tanzania, wakiwa wanataka mabadiliko ya kuona kwamba ipo haja ya demokrasia kuwa pana zaidi na ikiwa jumuishi, na serikali kuona umuhimu wa kuwajumuisha vijana kukaa katika meza ya mazungumzo. Kwa hiyo ni kukua, yani tunaiangalia kwa njia chanya, hata kama imeweza kuwa kwa namna moja au nyingine imeleta hali ya rabsha, hali ya madhila kwa utu wa mwanadamu, ndio kukua kwenyewe, kwa sababu demokrasia nayo ina gharama yake, ina gharama, na gharama hiyo wote ambao wanaguswa na upepo wa demokrasia wanatakiwa kulipa gharama hiyo ya mabadiliko. Kwa upande wangu naona tunapiga hatua ya kuweza kufikia nchi zile ambazo tunahitaji ziwe, tukijifunza kutoka kwa mataifa mengine ambayo yenyewe yamekuwa kidemokrasia. Ni maeneo gani unaona yamepiga hatua katika kupanua nafasi ya kisiasa, na yapi bado yanakabiliwa na changamoto kwa upande wa Afrika Mashariki? Kwa Afrika Mashariki, unajua swala la demokrasia ni ngumu sana kuwa na mizania moja ambayo ni sawa, kwa sababu mifumo yetu
ya utawala, mifumo yetu ya utoaji haki, mifumo yetu ya namna ambavyo serikali na watu wanahusiana inakuwa ni tofauti. Lakini nadhani eneo kubwa ambalo limekuwa ni changamoto katika masuala mazima ya demokrasia ni kuruhusu wengi au watu kuwa na nguvu dhidi ya watawala. Hilo nadhani limekuwa ni changamoto kwa sababu mnapoamua kuchukua muktadha wa demokrasia, manake demokrasia yenyewe inaruhusu kuwa na furaha ya wengi na kuridhishwa kwa wachache. Lazima tukubaliane na huo mfumo kwamba wachache ambao hawajaridhishwa na ule mfumo wameshindwa, wanaridhika kwamba utaratibu ulikuwa umefuatwa. Sasa tumeyumba kidogo hapo. Tumeona katika baadhi ya nchi, ukichukua labda nchi kama Rwanda, nchi kama Tanzania, pia nchi kama Uganda, viongozi wa kisiasa wamekuwa na nguvu dhidi ya wapiga kura. Sasa unapokuwa na mfumo ambapo mpiga kura anashindwa kumwajibisha aliyepigiwa kura, tayari namna ya kuweza kuifanya serikali au mtawala kutimiza wajibu wake kidogo inakuwa na uhalaki. Tulikuwa kidogo tumeweza kuweka swala la amani, lakini rapsha za hapa na pale ambazo zinaambatana na gharama hiyo ya demokrasia kidogo zinatia doa. Kwa nafasi ya mashirika ya kiraia ndani ya nchi, kuna baadhi ambayo yameweza kupewa uhuru wake wa kuweza kufanya kazi, ingawa kuna baadhi ya nchi ambapo mwingilio bado umekuwa ukitokea kwenye serikali. Sasa mnapokuwa na mwingilio kutoka serikalini kuyaelekeza ni kitu gani yaweze kufanya, tayari kunakuwa na mgawanyo wa kimtazamo. Kama wananchi hamwezi kufikiria sawa hata siku moja, lazima kila mtu awe na mawazo tofauti. Sasa siasa inaruhusu hayo, inaruhusu watu kuwa na mawazo kinzani. Ni watu hawa wanaochofikiri tu kisiwe kinahatarisha labda usalama au ustawi wa mataifa yao. Sasa nani anaamua hichi ni salama au hichi ni salama? Lazima pawepo na uwanja ambao unatoa hiyo haki ya kila mtu kuwa na uhuru wa kuweza kufikiria hiyo. Lakini kwa sababu demokrasia inasafiri, demokrasia inaendelea, ni mchakato, ni imani kwamba ni swala la muda. Watu wataendelea kujifunza kutoka kwenye mataifa mengine, kwa sababu Kenya kama Kenya ambayo inaonekana ni mfano mzuri kama wakili ambavyo ametoa hapa kwamba yenyewe imepiga hatua kufikia katika walau yeye ameipa 80%. Ukiangalia historia yake, Kenya haikuwa Kenya iliyo sasa. Kenya ukiangalia 2007 waliingia kwenye mgogoro mkubwa sana baada ya uchaguzi, ukapelekea mpaka vita kubwa ya wenyewe kwa wenyewe ya ndani kule, machafuko, labda haikuwa imefikia vita, ilikuwa ni machafuko. Lakini iliwapelekea kuandika mpaka katiba mpya, mpaka kutafuta maridhiano, na sasa watu wamefunguka, wanaweza kudai haki nyingine za zaidi. Kwa nchi ambayo imestarabika haipaswi kufikia mpaka mpigane, haipaswi kufikia mpaka mtofautiane ndipo muweze kuya address au kuyafanyia marekebisho yale ambayo yanahitajika. Kwa hiyo tunaendelea tu kujifunza kwa njia ngumu yale ambayo tungeweza labda kuyasimplify, kuyafanya katika njia nyepesi tu ya kuweza kujua ni namna gani mtawala na huyu anayetawaliwa wanaweza kukaa pamoja, kutafuta suluhu pamoja, ili demokrasia ambayo tunadhani tumeichukua kutoka katika nchi za magharibi kuweza kuifikia mbele. Kama tumeamua ni nchi ambazo zinaamini katika utawala wa vyama vingi, tujue vyama vingi vina gharama yake. Kama ni nchi ambazo zinaamua kwamba kuna uhuru wa kuabudu, tuamini pia makanisa na misikiti ina gharama yake katika kuangalia ustawi wa mtu na kuangalia ustawi wa mwananchi. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanahitaji mjadala mpana zaidi, lakini mjadala ambao unatija katika kumsaidia huyu raia kufurahia maisha hapa chini ya jua. Na turudi kwako wakili, mabadiliko gani makubwa ya kisheria? Gonde ametaja machache hapo, lakini kwa upande wa sheria na kiutawala ambayo yameathiri kwa kiasi kikubwa demokrasia katika ukanda huu kwa mwaka huu wa 2025. Nafikiri kwanza nafikiri katika eneo hili la demokrasia kama nilivyosema, kumekuwa na mabadiliko kadha wa kadha ya mifumo ya kisheria. Yapo ambayo yanaathiri uhuru wa wananchi kutoa maoni yao, na yapo ambayo
naweza nikasema kwamba ni progressive kwetu, kwamba kama tumemove hatua moja kwenda nyingine. Sasa nianze na haya ambayo yanaonekana kuathiri uhuru wa wananchi kutoa maoni yao. Kwa mfano, tunazo kanuni nyingi sana katika nchi hii, hasa kwenye TCRA ambazo zinaonekana kuwa na udhibiti wa moja kwa moja na athari kwenye uhuru wa wananchi kutoa maoni yao. Utaona kwa mfano mwaka huu pekee yake tu TCRA imetoa niseme circulars. Circular ni kama walaka zaidi ya 3. Kwa mfano hivi karibuni kumekuwa na wimbi kubwa sana la wananchi kutokuwa na uhakika kwa mtandao, kwa maana internet. Kwa muda wote internet ikazimwa na wananchi akawa gizani. Sasa wananchi wakatafuta njia mbadala ya kupata internet. Hata kama ikitokea haina nguvu, basi waweze kupata access kwa maana ya VPN. VPN ilipoanza kuwa ya kasi kweli kweli, kwa Tanzania ikiandika walaka TCRA wa kumtaka kila anayetumia VPN kwenda kusajili TCRA. Akasajili ili samana yake kama iwe na uwezo wa kuchungulia kuona hayo mambo nayo access ni mambo ya aina gani. Lakini pia tumeona kwamba nchi nyingi za Afrika Mashariki including Tanzania zikidhibiti mitandao fulani ya kijamii wananchi kwenda kuingia huko, kwa sababu nipo mitandao ambayo wananchi walikuwa wanaonekana kuwa na uwezo wa kuhoji mpaka viongozi wao kwa hoji, na baadhi ya viongozi wanaonekana kushindwa kuhimili maswali ya wananchi. Kwa mfano leo mtandao wa zamani Twitter sasa ni X Tanzania ni kama umefungiwa. Serikali imekiri hadharani kupitia aliyekuwa waziri wa habari kwa kipindi hicho Mheshimiwa Jerry Silaa kwamba wao wanaona kwamba kulikuwa na maudhui ambayo Twitter walikuwa na ya ruhusu ambao ni ya kinyume na maadili ya nchi na waliweza kuandikia, lakini hakuwa tayari kuondoa. Kwa serikali kaja na kisingizio kwa maudhui ambayo walikuwa wanaenda kule yanakiuka maadili ya Mtanzania, kwa akaufunga. Kwa leo iliweza kuingia kwa lazima uwe na VPN. Lakini pia mtandao wa Clubhouse ambao ulikuja kwa speed sana na wananchi walikuwa na uwezo wa kuexercise uhuru wao kule. Wanajikusanya muda mwingine mpaka 3,000 mpaka 2,000. Wanaweza kuhoji, kujadili kuhusu mustakabali wa nchi yao. Serikali ilifungia mtandao ule na kulifunguliwa shauri Mahakama Kuu la kupinga hizo hatua, lakini hatukuweza kufanikiwa. Na leo ukitaka kuingia Clubhouse ni lazima uwe na VPN ambayo TCRA itaka kuisajili ili iweze kuona unaingia wapi. Lakini pia tuliona hivi karibuni mtandao maarufu wa TikTok ambao vijana wengi sana ndio wanaonekana kupenda na kukubali na kwenda kutafuta na wakuta huko wamekaa wanajadiliana. Baada ya chaguzi mkuu kupita, leo mtandao wa TikTok Tanzania haupatikani, na ili uweze kuingia huko lazima uwe na VPN. Hadi masuala baadhi ambayo ni hatua ambazo serikali ya Tanzania imezichukua za kiutawala, lakini zinaendana zaidi na masuala hayo ya kisheria. Kwa tayari hayo moja kwa moja inakwenda kwenye athari ya wananchi exercise uhuru wao moja kwa moja. Lakini kwa sheria za mitandao of course kwa mitandao, the Cyber Crimes Act, sheria hii imekuwa niseme kwamba ni mkali sana kwa watetezi wa haki za binadamu. Kila anayetoa maoni yake ambayo serikali inaonekana kutoyapenda au kubaliana nayo, ni kama badala ya serikali kuja kufanua kwamba chokisema waduni uongo, ukweli ni huu, basi inatumia dola kwenda silence maoni hayo. Watakukamata, watakufungulia shtaka la kutoa taarifa za uongo au kuchapisha habari za uongo, ambalo muda mwingine atakuweka mahabusu kwa muda mrefu hata kama yukuachia, lakini ndio utakuwa umeshapoteza muda kwenda mahakamani. Na Gonde, katika turudi tena upande wetu wa Afrika Mashariki, ni wapi umeona ongezeko au kupungua kwa uhuru wa kujieleza, vyombo vya habari na uhuru wa mkusanyiko wa watu, mfano maandamano? Sababu kuu za mabadiliko hayo ni zipi? Nadhani uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kufanya tunaita shughuli za kidemokrasia haziko sawa. Nchi kama Uganda, nchi sasa hivi na sisi tumeingia kwenye mkumbo huo. Tanzania pamoja na nchi kama Rwanda ni kati ya nchi ambazo uhuru unauwalaki ni kidogo, na tunauona kutokana na matukio ambayo yametokea au yanaendelea kutokea kwenye nchi hizo, jambo ambalo linafifisha dhana nzima ya hitaji la demokrasia katika nchi zilizostaarabika zikiwemo hizi nchi za Afrika Mashariki. Tusisahau pia Burundi, sababu Burundi nayo ni nchi ambayo imepitia madhila hayo na zamani ilikuwa ni nchi ambayo tunaweza kunyoshia mkono kama nchi yenye mfano mbaya, lakini tunaona kidogo nao Burundi sasa hivi imekuwa ni nchi ambayo ina stability kidogo kuliko baadhi ya mataifa ambayo
yalikuwa ni vinara katika kutoa mifano. Sasa wakili ameelezea kwa mifano mingi sana kwa muktadha wa kisheria na muktadha wa kiuhalisia. Unajua gharama hiyo ya demokrasia, kama umeandika kwenye katiba yako kwamba watu wana haki ya kuzungumza na ulikubali, na watu wana haki ya kutoa maoni yao, watu wana haki ya kukusanyika, ipo haja ya kuitoa haki hiyo, na sasa kuja kuangalia hapo baadaye kama watu wameitumia vibaya haki hiyo, na badala yake sasa wamehamasishana kufanya jambo baya. Lakini kama unaizuia awali ukiamini kwamba kwa kuitoa haki hiyo mtu huyo huenda atafanya uhalifu, tayari umemvunjia haki yake ya msingi. Wacha mtu huyo aitimize haki yake ya msingi, alafu kosa litakapotendeka sasa uweze kudili na kosa hilo. Pale utakuwa umetoa ujumbe kwa mtu mwingine ambaye atakuwa na nia ovu ya kuweza kufanya jambo linalofanana na hilo. Sasa mataifa haya ya Afrika Mashariki sasa hivi tunapitia tu upepo. Huu ni upepo ambao kwenye demokrasia tunaita wave of change. Upepo ambao unahitaji kugusa kila mtu. Na tulitakiwa tujifunze kutoka kwenye mataifa mengine. Upepo huu ulivyowagusa wamefikia mabadiliko ya kiasi gani? Kwa sababu nchi za kaskazini mwa Afrika, kwa mfano nchi za Kiarabu, Misri, Tunisia, ni Morocco, nyinginezo nyingi, zilipatwa na upepo wa mabadiliko, na nyingi zilisababishwa na vijana kutaka mabadiliko ambayo kwa nadhani kwamba ni haki yao ya msingi. Sasa tuliona wale ni Waarabu, tukasahau kwamba matatizo haya ni ya pamoja. Kama ni ajira, swala la ajira ni kwa kila mtu. Kama ni uhuru wa kuzungumza, ni uhuru kwa kila mtu. Kama ni uhuru wa vyama vya kisiasa kutimiza wajibu wake, ni uhuru wa kila mtu. Kuna haja pia ya kutafuta watu ambao wana uwezo wa kusimamia haya, na kama tumeamua mifumo itakayofanya ni kwa kutumia uchaguzi, ni kwa kutumia utoaji wa maoni, ndio gharama ambayo serikali yoyote inayotaka kuwajali raia wake inapaswa kufanya katika mtindo huo. Kwa hiyo Kenya inabaki kuwa ni taifa ambalo linatoa funzo ya namna gani demokrasia yao imekuwa, ikijumuisha huo uhuru ambao nimeuelezea. Lakini changamoto za kidemokrasia zinapeleka mpaka changamoto za kiusalama, kwa sababu tumeona kwa mfano kwa Tanzania, kwa hali tuliyopitia, matamko ya viongozi wengi wa dini yametugawanya kama wananchi, na mpaka tunatoka kwenye hoja ya msingi ya watu kuto kusimamia kile ambacho wanadhani kwamba kinapaswa, na badala yake kuamini kwamba tunachagizwa kupelekwa katika misingi ya kidini. Mmejitahidi sana kuripoti hilo. Sasa ni wangapi wanaelewa? Kwa sababu si kila mtu ana uwezo wa kufikia mitandao ya kijamii, si kila mtu amesoma kuweza kuchanganua hayo mambo, na tuna watu ambao wanaweza kushawishiwa na dini zaidi kuliko ambavyo wanaweza kushawishiwa na taaluma nyingine tofauti na hizi taaluma za kidini. Kwa hiyo tukiacha dini, tofauti za kidini zitumike kuhalalisha lililo jema au lililo baya, tutakuwa tuna mchanganyiko mkubwa sawa na hiyo demokrasia ambayo tunahitaji. Kwa hiyo badala ya kujenga, tutakuwa tunabomoa, na gharama ya kubomoa kuja kujenga upya itakuwa ni gharama ambayo itaharibu kabisa historia, kama ambavyo mataifa mengi yaliharibu historia yao katika harakati za kutafuta demokrasia ambayo wamekuwa nayo hivi sasa. Na wakili, katika nchi wanachama za EAC, ni zipi umeona jitihada za serikali katika kuboresha utawala wa sheria na uwajibikaji mwaka huu, na zinahitaji kuboreshwa katika maeneo gani? Ukiondoa mazingira magumu ambayo vinaweka vyama vya upinzani katika mataifa mengi ya Afrika Mashariki, wana vikwazo na vyama tawala viko madarakani, na hivyo tusahau kwamba vyama vya upinzani vingi katika muongo mmoja uliopita vilijaribu kujiorganize, kujistructure, na vikafikia hatua ambavyo inaweza kuwa kushindana na Chama cha Mapinduzi na vyama vingine tawala katika mataifa ya Afrika Mashariki. Moja ya ambayo naiona kwa vyama vyetu vya upinzani ambayo haisemwi sana ni kwamba ujenzi wake unavyojengwa vinajengwa zaidi katika figures moja. Leo kwa mfano hapa kwetu tukiangalia vimbani kwetu hapa, ndio tunavyojua vikubwa bila kuvitaja, zaidi unamuona fulani na si ukitokea fulani hayupo na chama hakipo. Na the same thing ukienda mataifa kama Uganda, ukiangalia vyama vyote vya Uganda unamuona mtu moja. Siku hiyo mtu akiwa hayupo chama hakipo. Lakini pia vinajaribu kukua
lakini vinapofikia hatua ambapo sasa vinaanza kupambana na vyama tawala vya madarakani katika mataifa haya, inaibuka migogoro. Kwa pia tusahau kwamba vyama vya upinzani katika mataifa ya Afrika Mashariki vimepitia phase ambazo licha kukutana vikwazo vya kisheria vya watawala, kukandamizwa na kuonewa, lakini bado wenyewe ndani kwa ndani ndio vinapitia changamoto. Lakini sasa kujibu swali ni kwamba tumeona juhudi mbalimbali za mataifa ya Afrika Mashariki, tunazo jumuiya ya Afrika Mashariki ya kuweza kurejesha misingi ya utawala wa sheria katika mataifa haya. Tukiona wakuu wa nchi kukutana mara kadhaa pale inapotokea taifa moja lina mgogoro na taifa jingine, au taifa moja ndani hajakaa sawa, tukiona wanakutana. Kwa mfano tulipoona mgogoro mkubwa wa Rwanda na DRC, tuliona Tanzania itake part ya kuwa msuluhishi, wakaitwa hapa wakutana au Rais Samia wakazungumza. Tumeona pia Rais Ruto mara kadhaa akifanya ziara Rwanda, akifanya ziara Kongo. Yote ni njia ya mataifa haya kuweza kufuta mechanism za kulizofutisha kwamba tunaongozwa kwa mujibu wa sheria na mambo zetu yenyewe tumejulikana. Lakini pia tuna vyombo vyetu tunavyo Afrika Mashariki hapa, kama nilivyosema, tunacho chombo cha mawaziri wa Afrika Mashariki ambao wanakutana huko, wanashare masuala yanayohusu utawala bora katika mataifa haya. Swala zima ya communicate nje, lakini wanazungumza. Tuna summit ambayo ni chombo cha juu kabisa cha Afrika Mashariki ambapo wakuu wa nchi kukutana, wanazungumza, wana share experience, sio lazima watoe kwenye public. Tunayo mahakama ya Afrika Mashariki ambapo sisi wananchi wa Afrika Mashariki tunapoona kwamba mifumo ya ndani haitutendei haki, tunapeleka mashauri huko na yanaamuliwa, mengine serikali inatekeleza, mengine haitekelezi. Tunalo bunge pia la Afrika Mashariki ambalo kila nchi inatoa wawakilishi 9 ambao pia linajadili masuala mbalimbali yanayohusu usalama wa mataifa ya Afrika Mashariki, yanayohusu ustawi wa wananchi wetu, yanayohusu masuala ya kidemokrasia, utawala wa sheria. Kwa hiyo zipo juhudi kadhaa za mataifa haya kujinasua na kuhakikisha kwamba basi utawala wa sheria unakuwa ni sehemu ya maisha yetu ya kiasi. Kuna pale inapotokea kwamba taifa moja liko katika msukosuko fulani, tutakuwa tukiona jumuiya na nchi moja zikitaki pati ya kuweza kusuluhisha au kurejesha hali ya kawaida katika taifa moja wapo. Naam, shukrani sana mwenzangu huyo Elizabeth Kazibure, kama alivyozungumza na Maduhu William pamoja na mchambuzi wa siasa za kidiplomasia Godwin Bonde, kwa pamoja tukiangazia masuala mazima ya siasa, demokrasia na diplomasia Afrika Mashariki kwa mwaka huu wa 2025. Na kufikia hapo na tamatisha makala hii msikilizaji, lakini endelea kufuatilia kurasa zetu za Facebook, Instagram, Twitter ambayo sasa ni X, kadhalika tuko TikTok na pia tovuti yetu ya bbc.com kwa Kiswahili. Kote huko unarambaza tu andika BBC Swahili. Kufikia hapa sina la ziada na kushukuru sana. Mimi ni Skola Kisanga, lakini popote pale ulipo na kutakia maandalizi mema ya sikukuu hizi za mwisho wa mwaka, ikikwambia tu heri ya sikukuu ya Kristo.